unaenda kufanikiwa. Na mimi nataka nitangaze, pokea ukafanikiwa kila mahali katika jina la Yesu. Ufanikiwe, ufanikiwe. Watu wanaonisikiliza wewe kafanikiwe. Sema amen. Unahitaji kufanikiwa kivyovyote vile kwa jina la Yesu. Nina maelekezo mengi sana. Na wiki chache hizi au siku chache zinazokuja, kuna utaratibu nataka niubadilishe kwa habari ya mfuko wa kanisa. Amen. Nini? Punguza mzigo. Mfuko wa kanisa. Sioni 1,000 Nataka nitengeneze vituo vitatu. Vingapi? Vitatu au vinne. Watu wa kanda hii wanakuwa na kiongozi wao, mwenyekiti, katibu na mwasibu. Watu wa kanda hii na wa kanda hii. Mfuko wa kanisa wanakuwa wanakusanya kwa kiongozi kule. Kila mtu wa hilo eneo, mwenyekiti wa hilo eneo anakuwa na daftari na watu wake huko. Wanakuwa wanatoa mfuko huko kila wiki. Wanachangia mfuko wa kanisa. Sawa huo mtaa kunakuwa na kiongozi wake. Tunaachana hapo matangazo, mfuko wa kanisa leteni huko wanakuwa wanakusanya viongozi wa kule. Amen. Hii ni wajibu wetu. Kuna wakati lazima uelewe namna ya kumtumikia Mungu. Mtumikie Mungu hata kwa mali zako. Amen. Tumikia Mungu hata kwa mali zako. Na unapotumika na mali zako, sio kwamba unaishia. Hizo mali zako sio kwamba zinapotea. Mali zako zinapiga kelele mbele za Mungu. Inakuwa ukumbusho kwake. Amen. Amina. Na siri ya kufanikiwa moja ni kumsikiliza mtu wa Mungu sana na kunyenyekea kumsikiliza. Kama leo hayaeleweki. Amen. Ndio maana ndani ya kanisa huwa tunapokea watu wa kila aina. Kuna wajuaji sana. Kuna wanyenyekevu sana. Kuna wenye kiburi, yote yanakwemo. Kuna mengine machawi, ila hapa yataumbuka tu. Amen. Kila mtu ametoka sehemu mbalimbali na tabia zake. Kwa wote tunakuwa nao sehemu moja. Wengine wakukosoa tu. Ukifundishwa fungu la 10 ni muhimu sana. Mimi mwenyewe nimepitia kuwa mshirika. Nilikuwa nakumbuka, ndio maana sadaka ni muhimu sana, ile ya kusikia ndani ya moyo wako. Amen. Sio ya kulazimishwa. Mimi mara nyingi nimekuwa nikinunua junia na mahindi na kulea kwa mtu wa Mungu. Watu wanafurahi. Baada ya hapo, humo kanisa yanageuka. Anajifanya. Najipendekeza, najifanya, ngoja tutaona. Nimefanya hivyo sio mara moja. Napeleka mifugo ya ngano kwa mtu wa Mungu, nachota baraka. Lakini watu wanasema, kuna watu wa namna hiyo, wao tunao. Kwa wewe fanya kadri mtu wa Mungu alivyokuelekeza. Kataa kujifunza kwa watu. Mbona mzee wa kanisa fulani hatoa fungu la 10? Mbona fulani yeye na hatoa fungu la 10? Utacheka. Piga hatua kumpendeza Mungu. Kila mtu anayo neema yake. Amen. Neema yako na ya huyo haviwezi kulingana hata siku moja. Tembea katika maelekezo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tembea katika maelekezo ya Mungu. Na kuna wakati mwingine kataa kujijengea mazingira ya kutoa sadaka shilingi 200. Mtu anayekumi yuko tayari kuchange hadi aipate 200. Ni vile tu huyo mtu hajafunguka, hajaelewa nini maana ya ibada. Ifikie mahali hata watoto wako, Mungu anawapa sadaka. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ifikia tu uwe na uwezo wa kumtumikia Mungu kwa moyo wako. Hiyo ndio nimezamilia mimi.
Mimi hata kama ungenipa milioni 3 leo, sio ni biashara nafanya. Isipokuwa utakuta siku hiyo hiyo pamebadilika baadaye. Jana nilimwambia mwenyekiti wa kina mama, nataka wiki kesho mabadilisho hapa. Msipapo wakaniambia, unajua shida ni pini za aje, pini za 500, 4,000. Mama wote imekosa. Nikamwambia msipapo baba mimi nitakapana. Amen. Mama wale kuniambia 2,000 pote. Hii kazi inapoharibika, Mungu anayemwangalia ni mtu wake aliyemweka kusimamia eneo hili. Amen. Na kuna wakati lazima usimamie eneo lako, usikubali liharibike. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtu mmoja kanikuta, kaniambia mchungaji samani, karibu. Mimi nataka nikuulize kitu. Sawa. Nakumbuka siku moja ulihubiri ukasema hivi, nilipokuwa mshirika kazi za ujenzi hizi, tukichelewa hata kidogo mchungaji ameshatangaza ujenzi wa kanisa. Tukichelewa tu hata kidogo sisi tulikuta umeanza, tutafokewa tena. Na kweli tulikuwa tunafokewa sana na mchungaji. Akili ujinga tunafokewa sana. Nyamaza tunapiga kazi. Lakini kuna watu walikuwa wanakuja nyuma yetu wamechelewa zaidi. Mzee hata hayapokei. Umeangalia. Yanafikia Hola. Sema kujue. Amen. Wamesha mbona. Yaani salama mzee salama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yanaanza kazi. Hayapokei wala. Ila sisi tuliowahi tukachelewa kidogo tunapokewa sana. Mimi siku moja mchungaji nikamfuata nikamuuliza, mzee, tulikuwa na katibu wangu ambaye ni mchungaji yuko Geita huko, ana maombi ya mwaka mzima toka tarehe 1 hajawahi kula. Na watu wana hasira ya kumtumikia Mungu. Toka tarehe 1 ni wa uji, sio kama nakula ugali jioni, uji. Na matunda, jamaa ameshakonda rafiki yangu. Ndio aliyenishenga kwenye ndoa. Anatumikia Mungu, jamaa amechechamana na kamwili kadogo kama kangu. Yuko vibaya jamaa yuko na maombi. Jioni yuko anaenda kunywa uji nyumbani. Akutana na baba limoja. Hata halimjui. Nikamuuliza vipi nikupa hela? Nipe hela. Nikaanza kumpa hela. Mfuko hadi ukajaa. Akaanza na huku zimerundorundwa. Hapo nikarudi nyumba nikaenda. Jamaa hata hakusema asante, kaanza kuwahi kwenda. Akasahau kusema asante. Kufika nyumbani 600 na zingine za Burundi. Amen. Jamaa akapiga na msiki pale. Jamaa hajawahi tena kuliona. Tigia Yesu makofi na vigelegele. Sikiliza. Lakini tukamfuata mzee. Mbona mzee si tunapokea sana, hao wanakuwa wapokei. Tukaona kana vile anatunyanyasa, na upendeleo mzee. Akatuambia, sikilizeni niwaambie vijana. Ukiona mtu ambaye unamkemea sana, huyo unampenda. Unafanya kosa kidogo unamkemea sana, unakupenda. Ukiona mtu anafanya kosa na simkemei sana, nimeshamwailisha, ameshashindikana. Haya niambieni, nataka nyinyi waache kuniwailisha mshindikana. Nasema hapana. Sasa huyu jamaa kanikuta ofisini kwangu ananiuliza, mbona mimi uniambii makosa yangu au na mimi nimeshindikana? Niambie maana mara nyingi unikalishi, unikemei, unielekeze. Sasa hapana, sijaona kosa. Siwezi kukemea mara moja ushindikane. Takwambia mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, mara ya tano. Mimi sipendi watu waharibikiwe wakiwa hapo. Ukiona nimekuahirisha, saki mtu akumwahirisha mahali hapa kwa jina la Yesu. Sema amen. Sema tena amen. Sema tena amen. Amen. Pigie Yesu makofi na vigelegele. Na chotamani tupige kazi. Ninayo maelekezo mengi sana. Wengine tuanza kuelekeza, na wengine kuanzia leo baada ya ibada tuanze kuelekeza. Lakini pia ataanza kushughulikia swala la vikundi.
ibada itakuwa na vikundi. Mtabu. Hela za mifuko zinaanza kukusanywa huko mitaani. Na kila mtaa, kila mshirika mlio mtaa atoa hela ya mfuko. Sasa unashangaa tu hapa. Hela ya mfuko tu kanisa wote tunakomea 5,000. Kanisa la watu 50-40. Pigia Yesu tena makofi na vigelegele. Kwa hiyo ni siri moja ya kufanikiwa. Ni nini siri ya kufanikiwa? Kumsikiliza mtu wa Mungu, kufuata maelekezo ya mtu wa Mungu. Hata kama yanachoma kiasi gani, lazima yafuate. Hata kama yanaumiza kiasi gani, lazima yafuate. Lazima kubali kumsikiliza mtu wa Mungu. Amina. Nikaenda sehemu moja aliambia na mtu, leta mtamu. Malizia hapo, anahitaji 15,000. Hawakutoa wote. Mimi nikaenda nikatoa 10,000. Ile mtu wa Mungu akaanza kusema, yaani nyie mmeshaandaliwa nyie kabisa. Hamtafanikiwa, baraka mtakuwa mnaziona hizi zinapita. Na hiyo ni mbaya. Amen. Amina. Mtu wa Mungu kazi yake ni kubariki. Hata kama hajatoa leo, kubariki tu. Na waendelee kumfundisha. Amen. Atafanya vizuri zaidi. Nataka nitengeneze timu hapa ya vijana. Alafu niwaachilie kila kitu. Alafu tuanze na kongamano ya uamsho mji wa Katavi. Amen. Amina. Tutakuwa tukitua, mimi nikianzisha maono hayafaji. Amen. Amen. Nikianzisha kitu hakifi. Na nikianzisha jambo, wa kulisimamia sio mtu, ni Mungu. Amen. Sio nani? Sio mtu, ni Mungu. Kuna mtu mmoja nikamwelezea baadhi ya maono yangu. Kuna mambo kama manne, la nne kidogo likamchanganya. Wewe vipi? Unataka ufanyeje? Unataka kubadilisha kanisa? Unataka ufanyeje? Acha kabisa. Mbona sikuelewi wewe? Nimsikilize Mungu, nikusikilize wewe. Amen. Amina. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Umewashirikisha kanisa? Umewashirikisha watu wa kanisa? Wewe, kuna mambo mengine ndugu yangu, msikilize Mungu, fanya maelekezo. Amen. Watu hawajakuita, amekuita ni Mungu. Fanya kama anavyotaka Mungu. Kuna mahali lazima utoke. Haleluya. Mungu anamwambia Ibrahim, saya kuinua na kulikuza jina lako. Toka mahali hapa, toka kwa wazazi wako, toka kwa mama yako, toka kwa marafiki zako, toka. Mungu anamwambia jamaa amekuwa na wazazi wake wamemlea. Anamwambia ni saya kuinua jina lako. Sasa ya maelekezo, toka mahali hapa, nenda, ondoka. Huko ndiko utakakolikuza jina lako. Nitakufanya kuwa baraka kila mahali. Ibrahimu akaanza safari, akaanza kwenda, hajui anakwenda. Wazazi wake wakasema moyoni, huyu jamaa amekengeuka. Marafiki zake wakaanza kuwaza, huyu jamaa ana kiburi, watu hawakumwelewa, lakini Mungu alimwelewa. Ibrahimu hadi sasa tunamtangaza kuwa ni baba wa imani. Alitembea na Mungu, akampendeza Mungu. Jamaa zake hawakumwelewa. Wazazi wake alikwenda kuaga, akamwambia naenda. Unaenda wapi? Pasikojulikana. Mimi napenda ya sema amen. Lakini maandiko yanasema kuna wote kuelewa. Maana maandiko yaniambia, Mungu akamwambia Ibrahimu, toka kwenye nchi yako, uondoke wazazi wako, uondoke mama yako, uondoke kwa marafiki zako, uende. Hata kuambia mimi hakwenda kuomba ushauri. Ibrahimu alichukua maamuzi ya kwenda kuaga, akaanza safari. Akampendeza Mungu. Mungu akamfanya kuwa baraka, akalikuza jina lake, akaiona imani yake. Kuna mambo mengine hayahitaji ushauri kwa watu. Hata watu wasikuelewe. Tafuta kueleweka na Mungu. Unaacha kanisa letu, unaenda kanisa hilo. Sikiliza. Amen. Usitaki kueleweka kwa watu. Eleweka kwa Mungu. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Hiyo moja ilishtua kidogo. Bwana tukuelewe, utaiweka vizuri Jumapili. Pigia Yesu makofi tena ya juu.
Pigia